Bwana, moja kwa moja kutoka Mbezi, leo tumekuja kupiga story na watu kutoka Mbezi. Na moja swali letu ambalo tutaenda kwa Oji siku ya leo linasema hivi. Kama wewe ni mtoto wa kiume, unatamani mtoto wako wa kike aolewe na mwanaume mwenye tabia kama zako? Na kama wewe ni mwanamke, unatamani mtoto wako wa kiume aoe mwanamke mwenye tabia kama ambazo wewe unamfanyia mume wako? Mimi naanza na huyu bodaboda ambaye tupo naye karibu. Sijajua anaitwa nani na anaishi wapi. Bwana, mimi naitwa Jefferson Mateka kutoka Locha Media. Unaitwa nani, unaishi wapi? Naitwa Goodluck Elias Zeze Kikoti. Sasa leo mimi niko na swali langu simple sana. Umeoa kwanza bro? Bado sijaoa. Una mchumba? Ya na. Na swali langu moja, una mtoto pia? Sina. Sasa swali linasema hivi. Ikiwa ukapata mtoto wa kike, utatamani mtoto wako huyo wa kike aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwako? Ikiwa nikapata mtoto wa kike, nitatamani aolewe na mwanaume mwenye tabia kama zangu? Yes, of course. Kwa nini? Kwa nini? Jinsi nilivyo ni uhalisia wa maisha. Kwa kama atampata kama mimi mwenye uhalisia wa maisha, atakuwa amepata kitu chema sana. Akiwa na uhalisia wa maisha kama kwako, alafu bado akawa na tabia mbaya, kwako itakuwa ni vipi? Au ni tabia zako ambazo zipi ambazo ni mzuri, ambazo mtoto wako baadaye akiwa na mume wake atafaidika nazo sana? Kwanza kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kumcha Mungu ndio chanzo cha kila kitu, kwa sababu hata uhai wetu sisi tunaishi kwa sababu ya kumcha Mungu aliye asili na chanzo cha uhai wetu. Kwa hiyo ni namba moja. Namba mbili, nataka sababu kama tatu hivi ambazo mtoto wako atafaidika kwa mkwe wako baadaye akiolewa naye, kwa kutokana na tabia ambazo mzuri wewe uko nazo. Namba moja umetuambia kumcha Mungu. Kumcha Mungu. Namba mbili, kuna kumcha Mungu alafu kuna kumtumikia Mungu, ni jambo la pili. Sababu kumcha Mungu ni swala la kwanza, alafu kumtumikia ni muendelezo wa kumcha. Sawa? Kwa amtumikie Mungu. Hii kazi unafanya kwa masaa mangapi? Wewe unapumzikaga kuanzia saa ngapi, au unaamka saa ngapi na unalala saa ngapi? Okay. Naamka saa 11 alfajiri. Saa 7 naweza nikaenda kupumzika. Saa 7 mchana. And then saa 11 nikaamka nikaendeleza na kazi mpaka saa 3 au saa 4 nikafunga kazi. Wengine wanakesha lakini bro. Kukesha au kutokukesha inategemeana na mtu amejidedicate vipi, kwa sababu unaweza ukakesha afu usifanikiwe pia, na unaweza ukafanya kazi kwa malengo na ukafanikiwa kwa upana mkubwa sana. Kitu kimoja hapo ambacho wewe unaweza kujivunia kutokana na kazi yako ambayo unaifanya ya bodaboda ni kipi? Kitu mojawapo ambacho naweza kujivunia kwa kazi yangu ya bodaboda, kwanza tuna uhakika wa kupata hela. Uhakika kupata hela unamaanisha nini? Yaani uhakika kupata hela ni watu ni wengi, ukiangalia Mbezi yani ni Kariakoo ya pili. Umeona? Ni Kariakoo inayokuja kuwa ya pili. Kwamba nowadays Kariakoo wanakesha. Ndio maana yake. Ina maana ongezeko la watu limekuwa ni kubwa mpaka kufikia watu wanakesha. Huduma za mchana tu haziwatoshelezi wale wananchi. Lazima waje kuchukua bidhaa na usiku ili waendeleze. Nimependa bana pointi yake, anasema sababu ya kwanza ambayo yeye mtoto wake wa kike akifanikiwa kumpata aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwake ni kumcha Mungu. Yeye anamcha Mungu kwa sababu ni chanzo cha maarifa, lakini sababu ya pili amesema ni kumtumikia Mungu. Nataka nimpate mama mmoja, na bahati nzuri nimeshafanikiwa kumpata mama. Nataka nimuulize mama, habari za leo? Salama. Shikamoo. Marhaba. Mimi mama, na swali langu dogo sana. Sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana ya ndoa. Sasa nimetoka kumuuliza pale kijana na kwamba akifanikiwa kupata mtoto wa kike atatamani mtoto wake aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwake, ni kama akaniambia ndio. Wewe na mimi ni mtu mzima na una watoto pia. Unatamani mtoto wako wa kiume? Ndio. Naenda msibani. Sawa, pole sana. Sawa. Mama amekuwa na haraka bana, anakimbilia na changamoto ambayo imemkumba, lakini tuko na bro mwingine nadhani na tunaweza kumshirikisha tukamsikia kwenye upande wake. Bro, mambo vipi? Shwari. Kama kawa? Kama kawa. Mimi naitwa Jefferson Mateka kutoka Locha Media. Unaitwa nani? Naitwa George Mashaka. Umeshiriki kazi ya bodaboda kwa muda gani? Muda mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Vipi mapato yake? Mapato yake kwa vizuri. Unyama? Unyama. Kweli? Kweli. Umeoa? Bado. Una mchumba? Mchumba siwezi kosa.
Kwa hiyo upo single lakini hujaoa. Sipo single na bado sijaoa. Mchumba wako nani? Sawa mkali hapo kuna jina sasa kipengele. Kwa nini? Au wapo wengi? Wapo wengi mwanangu, wapo kipengele. Sasa mimi na swali langu moja. Ukiwa na mtoto wa kike au una mtoto? Hapana bado. Ukiwa na mtoto wake wa kike, utatamani mtoto wako huyo aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwako? Hapana. Kwa nini? Msiba huo. Bro anasema ataki mtoto wake aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwake. Unaona tabia gani? Cha kwanza sio kama hivyo nakwambia na wategemea mpaka sasa hivi bado na mahusiano kwa umri nao afu sijaoa. Unaona umri gani bro? Miaka 27 sasa hivi. 27 parefu lakini. Parefu. Lakini pia hujachelewa, unayo nafasi ya kuoa. Nafasi ya kuoa ipo ila bado. Sister, samani nakuomba mara moja. Sister, katukimbia bwana. Ulikuwa unatambia unajua? Bwana mjomba, sio kitu rahisi. Yaani mpaka ujue unamudu kabisa kila kitu. Unajua kuoa sio unaoa kwa sababu ya hisia. Sawa. Lazima uoe ujue kabisa hapa ni kwa umri nao nishakuwa niitwa baba. Afu istoshe na wewe mtu anakuja kuishi naye atakuwa naye akili yake yote hayo kuitwa mama. Si unajua? Mnapokutana wote mna nani tu ile mnaona kwa hisia hauwezi kudumu. Kwa hiyo unatakiwa hiyo kitu lazima uichunge kwa cha kwanza. Kwa hiyo unahisi kwenye mahusiano yako changamoto ni wanawake ambao unakutana nao au wewe? Nahisi ni wanawake. Wanawake. Changamoto moja hapo ambayo wanawake ambao umekutana nao kisha kufanya mpaka uanze kuchelewe kuoa labda na usifikirie kuoa karibuni ni nini? Afu labda nikwambie tu kweli. Mimi kwamba sio kwamba sije kuoa, nimeshaoa. Sio kuoa? Sasa hapa bado tunapataka Mimi kuoa nishaoa. Ila isipokuwa yule mtu ambaye nilimuoa mwanzo akili yake haikuwa tayari. Kivipi yani? Japo alikuwa hajishughulishi na chochote lakini jitahidi kumtafutia ajishughulishe. Yeye mwenyewe yani sehemu unayompeleka mimi hapataki, anataka sehemu anataka yeye. Na ambapo mimi sikubaliana nayo kwa sababu kulingana na hali yenyewe ambayo nilikuwa kaolewa alafu ile kazi anaenda kufanya sikupendezana nao mimi. Alikuwa anafanya kazi gani? Mimi kama mimi nilimwambia hivi, nilimpeleka sehemu ya ufundi Cheliani. Alienda siku moja tu, nimeshalipia ada kila kitu. Alafu istoshe akasema huko sitaki, nikampeleka saloni. Akaenda kama wiki moja, akaniambia bwana sitaki. Sasa sijajua kumbe mimi nikaondoka na mashoga zake ambao wanapiga nao story. Alafu wenyewe wanafanya kazi ya baa. Sasa wale ndio wanamjaza huo ujinga. Akaniambia bwana mimi kuna kazi ambayo nimepata. Kazi gani? Akaniambia kazi ya kuuza baa. Nikamwambia asia, hiyo kazi mimi sitaweza kuruhusu, labda utoke hapo kwangu. Yaani yeye anakuambia nimepata kazi ya baa na ni mke wa mtu. Nikamwambia hivi unajua kazi ya baa lazima utarudi usiku na usiporudi usiku na usiku hutarudi kabisa, utarudi asubuhi. Sasa hiyo kitu mimi siwezi. Wewe umeshinda kuvumilia. Una wivu mzee? Una wivu sana. Hakuna mwanamume sio kuwa na wivu. Mpaka ukishaoa mtu unaishi naye ndani lazima uwe na wivu kwa sababu mtu anayemgalamikia wewe kila kitu lazima uwe na yeye na wivu mzee. Kwa hiyo baada ya hapo hiyo ilikuwa ni mwaka gani hiyo? Ilikuwa 2022. Baada ya hapo ukasema ngoja kwanza nipumzike. Mkali mpaka tukazie usiku mpaka leo hapa. Kile ukikumbuka kuona kumbuka baa. Nikumbuka ile kitu kwa sababu iliniumiza sana. Sababu mtu nimemtoa mkoani, nimelipa mahali kila kitu. Sawa. Alafu istoshe tena nimemkuta na mtoto mdogo. Sawa. Ni single mother. Hapo yani umri wake ulikuwa haupo tayari kufika kuwa mama kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa yuko shule, yani hajamaliza ndo akapewa mimba. Alafu mimi istoshe ndo kama vile nilipomkuta kwa ile hali. Alafu nilishampenda nikabidi nifanye nini, nimlipie tu mahali naishi naye. Ndio hivyo naishi naye, ndo mtoto kashafisha miaka yake 2 ndo mama mtu anaanza mambo kama yale pale. Mzee, au kulia kweli, au kulia mkali. So yani nahisi mpaka ndo aliyopelekea hivyo kwenye bodaboda sasa hivi. Serious? Yeah. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa kuenemsheza ufundi. Hebu tuangalie kamera kwa tusikitike bro. Bro ndo inauma lakini. Ile kitu inaumiza mpaka leo hii kwa sababu mimi nilikuwa mimi ni fundi tiles istoshi. Yaani fundi ujenzi mzuri tusema ile kipindi kile ni kazi siwezi kufanya kazi ujue. Yaani nitaenda site afu nashindwa kufanya kazi. Kwa ile hali nikasema hapana, hata hii kazi ngoja kwanza nipumzike. Kwa sababu unaona sintaweza kufanya niki. Huko kidogo sio unapokutana na wadau hivi. Story nini na unazidi kusahau hivyo, unazidi kusahau. Unaweza kuanza kujiua. Au ujinga siwezi kuanza. Hapo nikupongeze. Hapo natoa gwala hapo. Hiyo kiume wanasema. Unajua kila changamoto unapopitia lazima utakabiliana nao tu. Sawa. Kwa
Usione labda umepata changamoto hii ukasema da, hapa sasa mimi mbona mimi sielewi hapa, lakini baada ya muda kila kitu kinakaa sawa. Kikubwa namshikisha Mungu, inshallah. Bana, mimi nikupe pole na nikupe hongera kwa yaliyotokea, kwa sababu ni nafasi ya wewe kujifunza kitu kipya. Nikumbushe jina lako, unaitwa nani? George. Bwana George bwana ameelezea situation yake, moja ya kitu ambacho ame experience kwenye mahusiano mpaka kufikia hivi sasa. Mimi namtafuta binti sasa hivi ni mmoja kwamba yeye tabia zake ambazo yuko nazo, anatamani mtoto wake wa kiume apate mwanamke mwenye tabia kama za kwake. Jamani, niko na sisters wangu hapa nao nawataka. Sister, bahati mzuri nimekuta. Habari za leo? Salama, vipi? Njema kabisa. Habari ya uzima? Nzuri. Mambo njema? Njema kabisa. Biashara zinaendaje? Tunamshukuru Mungu. Kabisa. Zinaenda vizuri. Kwa tunaweza kutegemea tutajenga mwaka huu au tuongeza nyumba nyingine? Inategemea, si unajua inategemea na muda. Mama anapiga mwingi. Anapiga mwingi. Sasa ni mwenyeji wa maeneo haya? Kidogo. Kidogo. Maisha hapa na kufanya kazi hapa kwa muda gani? Hapa na miezi kama 7-8. Miezi 7-8. Ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Msata. Sata. I say. Sasa sister, mimi na swali langu hapa. Umeolewa kwani? Ndio. Mume wako anaishi wapi? Na? Mume wako anaishi wapi? Tunaishi Malamba mawili. Okay, sawa. Una watoto? Na 3. Kati yao kuna wa kiume? Wa kiume 2, wa kike 1. Kuna mmoja ambaye ameshaoa kati ya wawili hao? Bado. Unatamani mtoto wako wa kiume apate mwanamke mwenye tabia kama za kwako? Yaani natamani sana apate mwenye tabia njema kabisa. Sio tabia njema, mimi nasema tabia kama za kwako. Ndio. Mambo unayofanyia mume wako ni mazuri yote? Mazuri sana. Kabisa, kama ukichelewa tu kurudi nyumbani simu zinaanza kulia. Au ile kama bora ukae huko usije. Hapana. Kabisa. Kwa hiyo akimpata mwanamke mwenye tabia kama za kwako atakuwa amewini kweli kweli. Kabisa. Kuna vijana mimi nimeuliza wananiambia hapana. Asipate mwanaume kama mwenye tabia atakuwa amewini kabisa. Kabisa. Unaona tabia gani mzuri ambayo kila mtu akijifunza au akisikia hii interview akajifunze kwamba mwanamke mwenye tabia nzuri anatakiwa kuwa hivi hivi na hivi? Yaani mwanamke mwenye tabia nzuri anatakiwa aishi na watu vizuri, amheshimu mkubwa na mdogo, amheshimu mumewe na jamii pia iliyomzunguka. Kata kitu kikubwa ambacho wewe uliokifanya kwenye maamuzi yako ya kwenye ndoa, jamii mzima ikakushangaa, lakini wewe ulikuwa umeheshimu ndoa yako, ilikuwa ni nini? Kitu nilichokifanya kilikuwa ni kigumu kweli kweli kufanya maamuzi, lakini jamii mzima inawezekana ilikushangaa, wewe ukasema mimi naiheshimu ndoa, sitaki kuivunja ndoa yangu. Sasa wewe unanichanganya. Kitu kipi sasa, nimeolewa niko kwenye ndoa ambaye labda vishawishi vingine vya tofauti tofauti nilikuwa sivihitaji, na heshimu ndoa yangu. Kwa hiyo lakini bado mimi naamini wapo kuna washeza hata kama ukiwaambia una ndoa bado wanakuja mama nani. Wale tunawajua, tunapambana nao. Sio kumfumania mume wako. Hapana. Kweli mbona hii wewe unanidanganya. Hapana. Sawa, tuseme umemfumania. Mimi sitaki kusema kwamba ni kweli au ndio. Ikatokea imetokea hiyo bahati mbaya, kwa sababu sio kitu kizuri. Uta react vipi? Wewe utalipokea vipi? Ile hivi yani ile umefika ile baba nani? Baba anaitwa nani mume wako? Baba Mayasa. Baba Mayasa. Wewe unanifanyia hivi? Cha kwanza itakuwaje? Taumia sana. Utavunja kabati kweli? Sitavunja, tutaelewana tu. Si unajua sisi tunasamehe. Kabisa. Kabisa. Kwa hiyo litaisha. Litaisha na mabinti wa sasa hivi imekuwa changamoto kweli kweli ninapokuja swala zima la kusamehe, endapo watamfuma mume wao au mpenzi wao au mtu ambaye anaishi naye kwenye mahusiano, akimfuma hata na message imetoka upande mwingine kwa binti mwingine. Kwako imekuwaje? Unalichukulia jambo hili labda japokuwa ni zito, lakini unasema tunaweza tukaelewana na tukaenda vizuri pia? Yaani kwa mimi nikiwa nikikuta message, kwanza nilikuwa najiamini kwa sababu mimi niko ndani. Yaani wale wa barabarani hawanisumbui kabisa sana. Bwana, tuangalie kamera kidogo, tunabasamu bana. Hongera sana kwamba ukizikuta message mimi nipo ndani, hauwezi kunitisha chochote kabisa. Yaani wa barabarani asikusumbue mwanamke ambaye uko ndani kabisa, kwa sababu angekuwa na thamani angekuja ndani. Mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru sana. Anasema anaenda anarudi, wala barabarani
asikusumbue wewe ambao umewekwa ndani, kwa sababu thamani yako ni kubwa, si ndio? Kubwa zaidi yake. Mimi nikutakia wakati mwema sana. Hauna mume na unataka kuzungumzia mambo ya ndoa? Siyajui. Swali langu ijapokuwa ni linahusu ndoa, lakini sio kwamba ni lazima mtu awe ameolewa. Sasa kama hujaolewa utalijuaje swala la ndoa wakati wewe una mume? Nilikuwa nauliza hivi, kama mtu ukawa na mtoto wako wa kike, lakini watoto si unao mamangu? Sina hata mtoto. I say, ukiwa na mtoto wa kike ungetamani namaanisha ukiwa na mtoto wa kiume utatamani mtoto wako wa kiume apate mwanamke mwenye tabia kama za kwako mama? Kwa tabia zipi sasa? Tabia nyingi ambazo kwenye ndoa kila mtu anazovutiwa nazo ni zile za kupendeza. Swala hilo gumu wakati mimi mwenyewe sijapitia. Sasa nikulieleza linakuwa gumu. Unajua aliyepitia ndo anaweza kulielezea. Sasa mimi sina, nitaelezea nini? Lakini si unaweza kutamani tu kujua kwamba mtoto wangu awe hivi awe hivi awe hivi. Na mtoto wenyewe babangu. Mimi watoto wote nimeshazika. Kwa maana hapa nakupata majonzi tu. Sina. Pole sana. Sina mtoto wala sina nini. Pole sana mamangu. Bana, mama ameshindwa kutoa wazo lolote kwa sababu anasema yeye hajaolewa na kwa hiyo hawezi kutoa mchango wowote, na watoto wake wote ambao alikuwa anajaribu anawezekana akawaelezea wote ameshawazika. Kwa hiyo hawezi kuongea kitu chochote linapokuja swala zima la anaweza kuolewa na mwanaume au mwanamke mwenye tabia kama za kwake. Sister, mambo vipi? Safi, habari yako? Njema sana. Mimi naitwa Jefferson Mateka kutoka Locha Media. Unaitwa nani? Naitwa Bilha John. Nani? Bilha John. Bilha Joaneti. Swali langu hapa linauliza hivi. Una mtoto wa kike? Hapana. Una wa kiume? Sina mtoto bado. Umeolewa? Bado. Una mchumba? Ndio. Anaitwa nani? Angalia kamera kule, anaitwa nani? Arnold anaitwa. Anaitwa Arnold. Bana, Arnold umeinuliwa huku bana. Arnold ongela sana. Itakuwa ni mtu ambaye unampenda kwa kweli. Nampenda. Sasa mimi swali langu ni moja ambayo napenda kuuliza watu. Ikitokea ukawa na mtoto wako wa kiume, utatamani mtoto huyo aolewe, amuoe mwanamke mwenye tabia kama za kwako? Yes, of course. Kwa nini? Nataka mwanangu apate mwanamke ambaye atakuwa mpole, atakuwa mvumilivu, mwanamke ambaye hatakuwa na tamaa. Una tamaa? Yes, mimi sina, naishi maisha kulingana na hali yangu ya kiuchumi. Unafanya kazi gani? Mimi mwalimu wa nasari. Wow. Mwalimu wa nasari. Kwa hiyo kabisa unasema mtoto wangu wa kiume akipata mwanamke mwenye tabia kama za kwangu atakuwa amewini kweli kweli. Ndio. Wewe mpole sana. Mimi sikuone kama mpole. Wewe unanigizia wewe. Wewe unaigiza bana mbele ya kamera. Hamna mpole. Wewe mpole kweli? Mimi mpole. Kwa bwana umeniambia George anaitwa Arnold. Bwana Arnold amewini kweli kweli. Kwa kweli. Ndoa lini? Ndoa tunayo hatuna? Tunayo. Lini? Nafikiri itakuwa mwezi wa 10. Mahali barua kila kitu tayari kinakamilishwa ndani ya mwezi huu. Mimi nikupe hongera na nitatamani sana siku moja hiyo ndoa yako inaweze kuwasili. Bana, sister anasema akimpata mtoto wa kiume atatamani sana aolewe na mwanamke mwenye tabia kama za kwake. Kuna wale madada ambao wauni wengine hawana tabia mzuri, na hata kama nikikutana nao hivi hawawezi kusema hivyo. Wewe sio mmoja wao kweli? No, hapana. Ushakupiga matukio kwenye mahusiano? Yes, of course. Tukio gani ambao huwezi kulisahau kwamba mshenzi yule mimi alinichapa tukio yule? Kwa kweli yani unajua anakuwa exciting sana nikisemea kwamba niseme hilo tukio ambalo niliwahi kupigwa, kwa sababu nilikuwa na mtu ambaye alikuwa amekamilisha kila kitu, lakini mwisho wa siku akasema hawezi kunioa tena. Kwa nini ile from nowhere, au kulikuwa na sababu ya msingi ambayo ilimfanya abadilishe? Nafikiri aliona kwamba pengine wakati ananiahidi aliona kwamba ana deserve, lakini alipopata mtu ambaye ana deserve basi ikawa hivyo. Kwa ameshaoa jamaa. Ujumbe neno moja kwake. Amtunze mke wake. Hauna lomba naye. Ya nini sasa? Unaona umri gani wewe? Ngoja nikuulize hizo. Umri gani? Na miaka 26.
Mimi nikupe hongera sana aise. Asante. Shukrani kwa wakati wako. Mimi acha niendelee kuwauliza wadau wengine bana. Bana, mtanange umekuwa mzito kweli kwa kweli, maswali yamekuwa ni mengi kweli kwa kweli. Watu wanakimbia maswali, watu wanajibu maswali, wengine wanasema ndio. Kati ya wanawake ambao nimekutana nao wengi wanasema ndio, wanatamani wapate mtoto wao wa kiume apate mwanamke mwenye tabia kama za kwake. Hapa tuko kwa muuza supu. Bro, show. Biashara vipi? Unyama kabisa. Nyama mwingi. Hapa kwa siku unaweza kutengeneza chapati ngapi? Chapati kama 200 hapa. 200 kwa mkono mmoja. Kwa mkono mmoja. Aisee, hongera sana. Asante. Mimi na swali langu simple sana hapa. Una mtoto? Sina. Umeoa? Hamna. Una mchumba? Hata mahusiano huna? Mbona unakimbia wewe? Kwamba huna mtu kabisa wewe? Sina mtu. Una umri gani bro? Miaka 21 tu. 21 unakosa mtu. Eti bro. Kwamba huna mtu kabisa, haupo kwenye mahusiano? Siko. Ikitokea ukawa kwenye mahusiano na ukawa na mtoto wako wa kike, unatamani mtoto wako huyu wa kike aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwako? Tabia zako ni mzuri? Una tabia gani ambayo ya kujivunia nayo kwa ukipata mkwe mwenye tabia kama hizi? Mimi ni kuheshimu watu. Unaheshimu watu? Naheshimu watu. Wewe unatokea wapi? Mimi natokea Kagera. Kagera. Wao wanaume wa Kagera wanaheshimu watu. Kweli bro, au hii unanipiga tu kamba hii? Mama, habari za leo? Kwema kabisa. Mimi naitwa Jason Mateka kutoka Locha Media. Unaitwa nani? Naitwa Angel. Angel. Naona kazi hapa kuanzia asubuhi mpaka hivi sasa. Kweli hapa kwa siku mnaweza mkatengeneza shilingi ngapi? Au ni mambo ya biashara siri? Siri hiyo. Au ukimwambia mwingine atafaidika? Atafaidika, lakini inatakiwa iwe nini? Iwe siri, uwezi ukasema sijui unatengeneza shilingi ngapi, nategemea kwanza na biashara yenyewe. Sasa mama, ikitokea tuangalie upande huu. Ikitokea ukawa kwanza mama, nadhani umeolewa. Una mume wako. Mume anafanya kazi gani? Mume wangu mfanya biashara. Okay, jambo jema sana. Swali langu ni simple sana. Una watoto wa kiume? Nao. Na wawili. Kuna mmoja ambaye ameshaoa? Bado. Sasa swali langu linauliza hivi, ikitokea mtoto wako akawa anahitaji kuoa wa kiume, unatamani apate mwanamke mwenye tabia kama za kwako? Mjasiriamali ambaye anajituma. Mwanamke asiyojituma, wewe anaonea kijana wangu huruma. Kwa nini sasa? Kwa sababu gani? Inatakiwa sasa hivi kujituma. Sasa kama atakaa hivi sema haya tunatengeneza chapati, anasema mwanamke bwana anatakiwa ajitume. Sababu nyingine ya awe na tabia za kama ambazo zinafanana na wewe ni nini yani? Awe tabia njema ya kuheshimu watu, mkubwa na mdogo, na kuua hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu nyingine. Ushawahi kufanya tukio moja ambalo jamii ikashangaa lakini ulilifanya kwa sababu uliheshimu ndoa yako? Ndio sema labda umemfuma mume wako, huu ni mfano mbaya, sio mfano mzuri. Umemfuma mume wako hivi kwa macho kabisa ya nyama, alafu jamii ikasema achana naye, au familia ile yote inasema achana naye, huyu mwanaume sasa tumtaki, lakini ukasema huyu ni mume wangu, naheshimu ndoa yangu, naitunza hii ndoa. Umekutana na hilo tukio? Nimekutana nalo kabisa. Umri huu nisikutane nalo, nimekutana nalo. Na likaisha? Likaisha. Kabisa. Kwa nini mabinti sasa hivi inakuwa changamoto kulimaliza hilo swala? Yaani hawana moyo ule wa uvumilivu. Kwa hiyo issue ni uvumilivu, au wewe ulikuwa unaheshimu ndoa? Naiheshimu na uvumilivu pia inatakiwa, bila kuvumilia. Watoto wote ni baba mmoja. Umedumu kwenye ndoa kwa muda gani? Sasa hivi 25. Miaka 25. Mnagombana, mnapatana, mambo yanaenda vizuri? Sana tu. Usigombane, wewe ni malaika. Haje kupiga hata kichwa hivi. Kupigana? Ukikosea makofi unakula, afu biashara inaendelea. Lakini mabinti wa sasa ukiwagusa tu hata kwenye paji la uso, wewe wamekimbia kwa baba zao. Tayari. Na ndoa ndio imeisha hivyo. Ni kosa kubwa mno kwao wao. Lakini sasa hivi pia wazazi tunaona kwamba wanawachukua sana watoto wao, wanasema mtoto wangu usimpige. Ukipigwa hata kofi rudi nyumbani hujafukuzwa. Huoni kama wazazi wanachangia kuharibu hizo ndoa? Umesikia? Unaweza kukuta sengine hawaharibu. Unajua kupigana imepitwa na wakati, ni kuelekezana. Kama umeshaona mtu aelekei, basi muachane kwa uzuri. Kupiga unaweza kumpiga
kawa kesi nyingine inaweza kuwa ikakusaidia kwako kukatazwa wewe wasigusu. Umeshanielewa Bana, Mama Angel anasema mwanamke anatakiwa kuwa mjasiriamali, mwanamke mpambanaji, mwanamke mcha Mungu, lakini pia ni mvumilivu. Hapa stendi ya bajaji huku Mbezi utapata chapati mzuri sana kutoka kwake bana. Ukifika utakuwa na wakati mzuri wa kuweza kujipatia vitu vizuri kama hivi. Bro, mambo kama kawa. Mimi ndo Jameson kama Mateka kutoka Locha Media. Naongea na nani? Naongea na Eric. Eric mpiga kazi bodaboda kwa muda gani? Hiyo mwaka tu sasa. Mwaka. Na biashara vipi? Mambo yanaenda fresh? Fresh. Kwa hiyo mama anaopiga mwingi Mama Samia. Anapiga mwingi. Unyama? Unyama. Wewe ubaya ubwela au unanili unyuma mwiko? Nini? Shabiki wa Simba? Hapa. Gusa achia twende kwao. Gusa achia twende kwao. Mnatoboa tarehe nane? Nani tunanyuka tu wale. Kweli? Wachumba tu wale. Yule mashabiki wa Simba akikuona anaweza kukurukia miguu. Tarehe nane tuongojee mechi baadaye. Nakubali tena mara 5 mnawafunga mfululizo. Hamna shida, mbona tu watasema wenyewe. Naingia kwa Mkapa. Kwa Mkapa? Nitakuwepo. Sasa bro, mimi na swali langu moja. Umeoa kwanza? Mimi bado. Una mchumba? Bado. Mahusiano? Yaani bado kabisa, yaani sija kufikiria hivyo. Mimi nafikiria hela tu. Unafikiria hela? Wewe hata kama au una nini? Sijafikiria hivyo bado. Ile hata kupunguza uzito punguza. Nachukua sheria mkononi. Tonga ile kamera. Bro. Wewe ni muongo bana. Huwezi ukachukulia sheria mkononi wewe. Nachukua sheria mkononi. Kabisa. Ananichukua hata kama kawaida. Huyu ana mahusiano lakini anavyoonyesha anaficha mahusiano yake. Haiwezekani bodaboda akajichukulia sheria mkononi. Bado sijafikiria, mimi natafuta hela kwanza. Unaamka saa ngapi na unalala saa ngapi? Na kwa siku kiwango cha chini ambacho unaweza kukitengeneza ni shilingi ngapi? Kwa watu ambao wanaizalau kazi ya bodaboda. Bodaboda ni hela kama 30 hivi kwa siku unapata 40. Ila kikubwa vyote hivyo ni kumshukuru, yani kumomba Mungu wako kuna nini? Uamini mambo ya? Ni Mungu, yani Mungu kumomba Mungu sawa. Kumomba Mungu yote yanafanikiwa yote. Okay, una mtoto? Yaani nikwambia bado. Okay, ikitokea ukawa na mtoto wa kike, unatamani mtoto wako wa kike huyu aolewe na mwanamume mwenye tabia kama za kwako? Tabia gani za kwangu? Zote tu. Ubaya, ubwela, uuni, nini? Yaani ulivyo wewe tabia zako wewe zote, mkwe wako awe ndio hivyo hivyo. Hamna. Mwanamke mtoto wako aolewe na mtu mwenye tabia kama za kwako. Wale mwanangu bwana, kama siku kija kupata mwanamke wa kike au wa kiume. Kwanza kusoma. Asome kwanza, asome. Sawa kwenye kusoma, lakini ndoa si jambo la muhimu pia kwenye familia. Au utalizika tu anazalishwa hapana kwa. Sio hivyo. Yaani kwanza ishara nikipata mtoto, lakini kusoma kwanza. Lazima kwanza apate elimu. Sasa mimi ndio nimekuelewa, kupata elimu ni kitu kizuri kwa sababu kusoma ni jambo. Yaani ni ndio ishara. Sasa ikatokea hiyo inshallah imekuja. Ikija akapata mwanaume apate, wewe unaombea apate mwanaume mwenye tabia kama za kwako? Hapana, sitokubali. Kama tabia gani sasa? Mbona mimi na tabia nzuri? Hujanielewa labda swali langu. Mimi nachotaka kufahamu, yani wewe ndio utafurahia akipata mwanaume ambaye anakuja kumuoa awe na tabia kama za kwako? Sijaelewa tabia gani zangu. Zote. Unaona tabia gani? Ndio nakuuliza tabia gani mimi ninazo. Mimi sijui, wewe ndio unaojifahamu. Mimi sikai na. Mimi hamna shida yeye na tabia zangu. Awe na tabia kama za kwangu. Atafurahia sana mtoto wako. Sababu mkarimu ni kabisa. Unaona tabia gani ambayo mzuri? Mimi tabia yangu nzuri. Yako nzuri. Sina kesi yote. Tabia nzuri. Hapa sio umeniambia uchukue sheria yangu. Kuchukua sheria mkononi zinjia moja hapo nani? Kutokupata bado. Wewe sana ni kupata au kutafuta? Kutafuta bado hujapata tu hapo. Katika kutafuta. Kwa hiyo inawezekana changamoto, hakuna binti ana kama mtaani hivi anajichanganya. Sasa hapo. Sasa binti kujichanganya? Hamna, inatokea kitokea poa tu. Lakini sio umesema mpaka upate hela. Ila hela kwanza. Wewe kilicholeta huko ni hela, kutafuta hela. Binti kujichanganya. Hamna binti ambaye anajichanganya. Hakuna mwanamke ambaye anajichanganya. Wewe chochote kile kinataka kuja mbele yako. Hamna, hakuna mwanamke ambaye anajichanganya. Mwanamke anaitwa na Mungu bwana. Sio mwanamke kujichanganya. Kama kwa wanasema hivyo bwana, mwanamke kujichanganya. Usinge akapata kina wazazi sasa hivi. Ila mwanamke ajichanganye. Mwanamke anakuja kwa Bwana. Unaweza kuingia kwenye line yako. Kwenye line gani sasa?
mtazamo wako kama huyu sasa mimi naweza kuoa? Kwenye kuoa. Akija kwenye Unazungumzia nini wewe? Wewe unazungumzia chapa yale. wewe unasema bwana mwanamke akijichanganya eti na nini? Yaani nipeleke tu. Sio. Hamna mwanamke ambaye anajichanganya. Mwanamke yani mwanamke Mungu anamleta. Ndio wewe ndio utamlizia bwana huyu kweli mwanamke huyu ndio akoa. Bana bro, shukrani sana kwa wakati wako. Nadhani tumekuwa na wakati mzuri sana. Mimi nashukuru sana kwa madini makubwa ambayo umenipatia siku ya leo. Nadhani itakuwa ni jambo bora sana tukiendelea kujifunza na kupata nafasi nyingine. Bana, siku imekuwa njema sana kutokea maeneo ya Mbezi. Wana wa Mbezi wakitoa mabui kweli kweli. Kila mmoja akitoa maelezo yake inapokuja swala zima la unatamani mtoto wako aolewe na mwanaume ama mwanamke mwenye tabia kama za kwako. Wengine wamesema ndio, wengine wametoa hapana kutokana na sababu maalum ambazo wao wamezielezea. Mimi nikuache hivi, wanasema wakati mwema ni daktari mzuri sana wa kuweza kutibu kila kitu ambacho unakijua. I'm in survival mode, man, I'm desperate. Kama angry, touch me and escalate. Kama ugombe wa partner kwenye long bad, ndio wino ni excellent. Mpaka wakati mwingine man.